Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Karibuni kwa mara nyingine ndugu zetu wapendwa wa Islam popote pale mlipo. Karibuni katika mwendelezo wa mada zetu na maudhui zetu mbalimbali kwa lengo la kuelimishana na kuzinduana katika dini yetu. Leo itakuwa ni sehemu ya kwanza ambayo tutazungumzia kuhusu al-Qur'aniyun. Al-Qur'aniyun ni jina ambalo wanawachuoni wamewaita wale watu wenye fikra ya kwamba Qur'ani peke yake ndo ifuatwe na ishughulikiwe na sunna, yani kauli au vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiufupi yale mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo si Qur'ani basi yatupiliwe mbalini. Hawa wamepewa jina hili la al-Qur'aniyun, kwa maana watu wenye fikra kwamba tufuate Qur'ani tu. Bali mimi naona kwa uoni wangu na uoni wa baadhi ya mashekhe pia wapo wenye uoni huu kwamba hata hili jina al-Qur'aniyun haliwastahiki, kwa sababu mtu tunaposema ni Qur'aniyu, kwa maana yeye ni mwenye kuifuata Qur'ani, basi huyu lazima ataifuata sunna. Yule mwenye kuifuata Qur'ani kikweli lazima ataifuata sunna, lazima atamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata. Kwa hiyo hata hili jina lenyewe basi tu wamepewa ni vile tu watambue, lakini haliwastahiki. Hawa si watu wa Qur'ani kusema kwamba ndo tuwaite Qur'aniyun, si watu wa Qur'ani kwa sababu wanaikataa Qur'ani. Mtu kusema kwamba natosheka na Qur'ani tu, sitaki sunna, ni muongo. Huyo ni mtu ambaye haitaki hata hiyo Qur'ani, basi tu anatafuta ule upenyo, njia ili apate uhuru wa yeye kutoka nje ya sheria ya Uislamu na afanye yale anayoyataka. Na wallahi ndugu zangu, lengo kubwa la fikra hii, fikra ya kwamba tufuate Qur'ani tu, tusifuate sunna, Qur'ani peke yake, lengo kubwa la fikra hii ni kuwatoa Waislamu katika sheria ya Uislamu, ni kuwapoteza Waislamu, kuwatoa kwenye Uislamu wao, kwa sababu sunna ndiyo inayoifafanua hiyo Qur'ani. Kwa hiyo hata hiyo Qur'ani yenyewe kama watasema tuichukue Qur'ani tu, hawataweza kuifahamu, hawataweza kuifuata, hawataweza kuijua. Kwa hiyo kuna makafiri ambao wametengeneza fikra, wamewatengeneza watu waje na fikra hii. Unajua makafiri wana mbinu nyingi, na miongoni mwa mbinu zao ni kuwavuruga Waislamu kwa kutumia Waislamu wenzao. Kwa hiyo watatafuta watu katika Waislamu wawatie fikra potofu ili wavuruge Waislamu, au watatafuta mtu ambaye si Muislamu atajifanya Muislamu. Kwa hiyo wanataka kumtumia Muislamu ili kumwangamiza Muislamu. Kwa hiyo watampotosha Muislamu apotoke kabisa, bali atoke kwenye Uislamu wake, awe ni kafiri sasa, lakini awe ni Muislamu jina, awapotoshe Waislamu wenzake. Hiki ndicho ambacho kinajiri katika fikra hii. Sasa sisi hapa Tanzania au pengine Kenya na baadhi ya nchi, fikra hii ni ngeni, lakini kwa hapa Tanzania hivi sasa ni kama vile inaanza kuchomoza, bali tu watu ambao wamekuja kuiwasilisha, kuielezea fikra hii ni watu wajinga kupindukia. Mmoja katika watu hawa ni bwana mmoja anajiita Sharif Makarama. Insha Allah hii itakuwa ni sehemu ya kwanza, lakini nitakuja tena hapa kuelezea katika sehemu ya pili kuhusu huyu bwana na hii fikra alonayo. Jambo la kwanza, ieleweke kwamba hii fikra ya kwamba tufuate Qur'ani tu, tusifuate hadithi ambayo amekuja nayo huyu Sharif Makarama anayejiita, si fikra ngeni kama nilivyotangulia kusema hapo nyuma, si fikra ngeni. Ni jambo ambalo halijaanza leo na lina wafuasi wengi hata hivi sasa hivi duniani. Sio wengi sana, lakini tunaposema wengi maana yake sio kwamba labda ni 20 au 30, ni zaidi ya hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Imam Tirmidhi kwa nambari 2664 katika sunani yake, Abu Daud katika sunani yake kwa nambari 4604, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema,
yushiku an yaq'uda ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo Mtume anasema kwamba unakaribia muda atakuja mtu, atakuwa amekaa mtu kwenye kochi lake, kama hivi tunavyomuona huyu anayejiita Sharif Makarama, ambaye anawaambia watu msifuate Qur'an, msifuate sunna, fuateni Qur'ani tu. Anasema Mtume atakuja mtu awe amekaa kwenye kochi lake, halafu anasimuliwa hadithi katika hadithi zangu. Fayaqulu, anasema hivi huyo mtu, bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halali istahlalnahu wama wajadna fihi min harami haramnahu. Huyu mtu atakuwa anasema, atapoletewa hadithi atasema, sisi tunacho kitabu cha Allah ambacho kina hukumu baina yetu na nyinyi, kwa maana baina yetu na baina yenu kuna kitabu cha Allah ambacho tu tunatakiwa tukitumie. Kwa hiyo kile ambacho tumekiona kinahalalishwa katika kitabu cha Allah na sisi tutakihalalisha, na kile tunachoona kinaharamishwa na sisi tutakiharamisha. Kwa maana yake huyu mtu atakataa hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishasema jambo hili kwamba atakuja mtu amekaa na simuliwa maneno ya Mtume, atapinga, atasema sisi tunacho kitabu cha Allah kinatutosha. Lakini mwisho wa hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ala wa inna ma harrama rasulullahi mithla ma harrama Allahu, ieleweke kwamba kile alichokiharamisha Mtume ndo sawa sawa na kile alichokiharamisha Allah. Kwa hiyo hata kinyume chake, kile alichokihalalisha Mtume ndicho kile alichokihalalisha Allah. Hapa sasa Mtume mwishoni mwa hadithi anatoa uzinduzi kwamba huyu mtu atakachokuwa anakisema si sahihi, kwamba tutazame kwenye kitabu tu, bali pia mtapaswa mtazame kwenye maneno yangu pia. Kwa hiyo Mtume hili jambo alishalisema zamani kwamba litatokea, na baadhi ya mashekhe wameshatunga vitabu hasa kueleza hii fikra ya hawa ambao wanaitwa al-Qur'aniyun. Kama vile ukisoma kitabu ambacho kinaitwa al-Qur'aniyun wa shubhatuhum hawla sunna, kitabu kilichotungwa na Khadim Hussein Bakhsh, ukisoma katika ukurasa wa 25 anaelezea lile chimbuko la fikra hii ya kwamba tutumie Qur'ani tu, tusitumie sunna. Anaeleza kwamba katika waasisi wa fikra hii ni mtu mmoja anaitwa Abdullah Jakralawi, ambaye anamueleza, anasema huwa Sheikh Abdullah ibn Abdillah al-Jakralawi. Huyu ni nazilu Lahore, ambaye ni alikuwa mkazi wa mji mmoja unaoitwa Lahore, ni Pakistani huko. Anasema alladhi da'a an-nasa ila madhhabin jadid, huyu aliwaita watu, aliwalingania watu waje kwenye madhehebu mpya. Huyu bwana huyu anaitwa Abdullah Jakralawi, aliwaita watu waje kwenye madhehebu mpya. Samma atba'ahu ahla dhikri wal Qur'ani, akawaita wafuasi wake ni watu wa dhikri na Qur'ani, yani kawapa jina zuri. Unaona, kawatafutia jina zuri wafuasi wake. Lakini wa ankara al-ahaditha qatibatan, akapinga hadithi zote. Wasannafa ar-rasaila fi dhalika, na akatunga hasa vijitabu, jumbe mbalimbali, vitabu mbalimbali akatunga vidogo vidogo vinavyoelezea msimamo wake huu na vinavyopinga hadithi. Kwa hiyo ni kama vile huyu ndiye muassis wa hii fikra, ni mtu kutoka Pakistan ambaye wameeleza baadhi ya wanahistoria kwamba alizaliwa mwaka 1830 na alikufa mwaka 1914 miladia, lakini 1830 miladia, akafa mwaka 1914 miladia, wallahu a'lam. Lakini huyu ndiye katika waasisi wa hii fikra kwamba tutumie Qur'ani tu. Inawezekana kabla yake walikuwepo watu wanaokaribia kwenye fikra hii, lakini yeye akaja akaidhihirisha hasa na kuitangaza, na wakawa wanajiita ahlu dhikri wal Qur'ani. Unajua watu wapotevu wakitaka kuwapoteza wengine hutafuta jina zuri, kama vile sasa tunavyoona kuna baadhi ya watu wanajiita salafia, jina zuri lakini wahuni, lakini jina zuri kumbe mujassima, lakini wanajiita salafia kumbe mujassima. Kwa hiyo na hawa walijiita ahlu dhikri wal Qur'ani,
kumbe ni watu ambao wameshatoka kwenye Uislamu. Sasa tuangalie nini hukumu ya watu wanaosema tufuate Qur'ani tu, tusifuate sunna kabisa kabisa. Nini hukumu yao? Kama huyu tunayemuona huyu Sharif Makarama anayejiita, nini hukumu ya mtu kama huyu? Unajua huyu Sharif Makarama ana vituko kweli kweli, ana vituko, na katika vituko vyake nimemuona ana utetea msimamo wake wa kwamba tusifate hadithi kwa kutumia hadithi. Yeye hakubaliani na hadithi, anasema tufate Qur'ani tu, lakini anautetea huo msimamo wake wa kwamba tufate Qur'ani tu kwa kuitumia hadithi. Anasema Bibi Aisha radhiallahu anha alipoulizwa ni ipi ilikuwa tabia ya Mtume, akasema kana khuluquhu alquran, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam tabia yake ni Qur'an. Kwa hiyo Sharif Makarama anasema kwamba hii ni dalili ya kwamba sisi tunatakiwa tufuate Qur'ani tu kwa sababu Mtume mwenyewe alikuwa anafuata Qur'ani. Katada alimuuliza Bibi Aisha radhiallahu anha an khuluqi rasulillah, ipi ilikuwa tabia ya bwana Mtume, sunna ya Mtume ni ipi? Qalat kana khulquhu alquran, Bibi Aisha akasema tabia ya Mtume ni Qur'ani. Ina maana sunna ya Mtume ni Qur'ani. Ndio maana Mtume hana sunna, mwenendo wa bwana Mtume ni Qur'ani. Huyo anatetea msimamo wake kwa kutumia hadithi, wakati huo huo anapinga tusifuate hadithi, lakini yeye anaifuata hadithi, anaitumia hadithi kwa kutetea msimamo wake. Sasa huyu mtu ni kama vile punguani sijui, au amepata bangi zimemtengua akili au vipi sijui. Wallahi ni kituko kikubwa mno. Kama utamfuatilia huyu jamaa ni jahil, ni mpuuzi kweli kweli, yani hata hiyo Qur'ani yenyewe hajui kuisoma. Lakini kama utamfuatilia huyu jamaa, yeye mwenyewe bado hajajua anaipinga hadithi kwenye nyanja ipi. Yani yeye mwenyewe hajajua kwamba zile hadithi anazipinga, ile sunna anaipinga kwenye nyanja ipi. Yeye anapinga hadithi kwa sababu zile hadithi hazikuthibiti, au anapinga hadithi kwa maana maneno ya Mtume tu tusichukue hata kama yatakuwa yamethibiti. Yeye mwenyewe hajajijua bado. Nimeona namna anavyozungumza, anavyojigonga. Wakati mwingine anakataa hadithi akitoa sababu kwamba waliosimulia hadithi wamejitungia tu, waongo tu, sababu hadithi ndio maana utakuta ziko dhaifu na sahihi, na kwa hivyo hatuwezi tukachukua kwa sababu wao walijuaje? Wao walijuaje kwamba hayo ni maneno ya Mtume? Wakina Bukhari ni waongo tu, anasema hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine huwa anapinga kwa namna hii, anapinga kwamba tusichukue hadithi kwa sababu hizi hadithi ni kama vile si maneno ya Mtume, ambayo hii itakuwa ni ajabu sana, kwa sababu hadithi kuna ahad ambazo ndo nyingi zao, kisha kuna mutawatir, na zipo hadithi ambazo ni mutawatir ingawa ni chache, lakini zipo. Kwa hiyo kama ni kwa njia ya kuthibiti, kuna hadithi ambazo zimethibiti kwa njia ya tawatur kama vile ilivyotujia Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imetujia kwa njia ya kurithiwa katika kila tabaka, masahaba, tabi'un, atba'u tabi'in, katika kila tabaka watu wamelifundisha jambo, wote wakawafikiana kwenye lile jambo, wakalirithisha kwenye kizazi kijacho, wakarithisha kwenye kizazi kijacho. Hivyo hivyo zipo hadithi ambazo zimekuja kwa njia hiyo ya tawatur, na tukisema njia ya tawatur maana yake ni lile jambo lilopokewa kutoka kwa Mtume katika kila tabaka na watu zaidi ya 9. Ulama wametofautiana kwenye kiwango cha tawatur. Wapo wanaosema 10, kauli ambayo ameichagua hata al-Imam Suyuti rahimahullah kwamba ni 10 ndo tunasema mutawatir. Kwa hiyo katika kila tabaka wakawepo wasimuliaji 10 ambao hawajakutana wakaambizana, wakalisimulia jambo moja. Mfano masahaba, wakapatikana masahaba 10 wamelisimulia jambo moja kutoka kwa Mtume, kisha wao wakawasimulia wanafunzi wao wakaja wasimulia wanafunzi wao wakaja wakawasimulia. Kwa hiyo kwenye masahaba tukapata 10, kwenye at-tabi'un tukapata 10, atba'u tabi'in tukapata 10. Unaona, katika hizo tabaka 3 kuu hii hadithi inakuwa ni mutawatir, na ndivyo ilivyotujia pia Qur'ani, ingawa idadi ya tawatur baadhi ya wanachuoni wanasema mpaka 4.
wasimuliaji wa wapokezi wanne, wallahu a'lam, lakini muhimu ni yale mapokezi ambayo yamepokewa na wengi. Sasa zipo hadithi ambazo zimekuja kwa njia ya tawatur. Kwa hiyo ikiwa ni kwa sababu ya kuthibiti kwake, utakapoikataa sunna itabidi ukatae pia Qur'ani, kwa sababu Qur'ani pia si kwamba ni kitabu ambacho kilishuka sote tukawa tunakiona kwamba kila baada ya muda kinashuka kutoka juu. Qur'ani pia tumeirithi kizazi baada ya kizazi, imerithiwa kwa kusomwa, kuandikwa kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo ukikataa kwamba hizi hadithi watu wa nyuma tutajuaje kama ni wa kweli, basi na Qur'ani hivyo hivyo itabidi tuseme hivyo kwamba watu wa nyuma tutajuaje kama hawakubadilisha maneno hapo huko nyuma, tutajuaje sisi? Itabidi tuseme hivyo. Lakini ukikubali kwenye jambo la kuthibiti kwenye Qur'ani, basi kwenye jambo la kuthibiti itakulazimu pia ukubali kwenye hadithi, kwa sababu huku kwenye Qur'ani umewaamini tu watu ambao wamerithisha kizazi na kizazi kwa kuihifadhi Qur'an na kuiandika, na huku kwenye hadithi pia itakulazimu uamini watu waaminifu ambao wamerithisha maneno kutoka kwa mtume pia kizazi baada ya kizazi, kwenye njia ya tawatur au hata njia ya ahad kwenye hadithi, kwa sababu Qur'ani yote imekuja katika njia ya tawatur. Nadhani tutakuwa tunaelewana. Ikiwa unapinga hadithi kwa njia ya kuthibiti kwake, hiko ni kituko kikubwa sana, itakulazimu pia ukatae Qur'ani basi. Na huyu bwana huwa ana swali lake analiuliza, huyu Sharif Makarama anasema babake Bukhari alikuwa anafuata kitabu gani? Nyinyi mnasema Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim ndio vitabu bora zaidi. Babake Bukhari alikuwa, kwani babake Bukhari alikuwa hasali? Babake Bukhari alikuwa hafungi hizi funga za sunna, na vilikuwepo vitabu kwanza kama vile al-Muwatta na vitabu vingine vilikuwepo kabla ya Bukhari, lakini vile vile watu walikuwa wanaendelea kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake kabla ya Imam Bukhari na Muslim, kwa maana walikuwa hadithi zimehifadhiwa kwa vifua, kwa maandishi, na wanachuoni walikuwepo wanafundisha mafundisho ya Mtume yaliokuwa sahihi, watu wanatekeleza ibada zote kama kawaida. Sasa wakati mwingine huyu bwana anapinga hadithi kwa maana kwamba tusifuate hasa maneno ya Mtume, tusifuate kabisa, kwa maana sisi tufuate Qur'ani tu, lakini maneno yake tusifuate hata kama tutabaini kwamba yamethibiti. Huyu bwana yeye mwenyewe bado hajajijua yuko wapi kwenye hayo mawili, hajui anapinga hadithi kwenye mtazamo upi, hajui. Lakini ukirudi kwenye zile fikra za wenzake huko walioanzisha fikra hizi, ni kwamba wao wanapinga hasa moja kwa moja, kwa maana tusifuate maneno ya Mtume ambayo si Qur'ani, ambacho hicho ni kituko nacho. Kwa sababu unapotuambia tusifuate maneno ya Mtume ambayo sio Qur'ani, swali, hizi aya zilishuka kwa nyakati tofauti tofauti. Ni nani alikupa wewe mwongozo kwamba aya hii? Manake Sharif Makarama hapo anataja aya hii sura fulani, aya fulani. Kwa hiyo yule aliyotoa mwongozo kwamba hii aya hii kaina aya hii, aya hii kaina aya hii, aya hii kaina aya hii, hiwe ndo sura moja, aya hii kaina aya hii iwe katika sura hii, ni nani aliyetoa mwongozo huo? Kwa sababu aya zilishuka kwenye matukio tofauti tofauti. Kuna tukio inashuka aya fulani, sasa zile kuziunganisha na aya fulani zikae pamoja, nani aliyetoa mwongozo huo? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa hutaki maneno yake, basi na ule mwongozo wake katika kupangiliwa ile Qur'ani itabidi ukatae. Wewe si unachukua Qur'ani tu inavyoshuka, hutaki maneno ya Mtume ambayo si Qur'ani, basi hata mwongozo wake katika kuipangilia ile Qur'ani ukatae, itakulazimu hivyo. Kiufupi bwana, hawa mabwana ni makafiri. Kiufupi, huyu Sharif Makarama ni kafiri kabisa, anaingia kwenye msimamo huu ni kafiri. Na hivyo ndivyo wanavyosema ulama. Ukisoma kitabu Miftahul Janna fil ihtijaji bis sunna cha al-Imam Suyuti rahimahullah, mwanzoni mwa kitabu hiki ukurasa wa 4 au 5, itategemea na chapa yako, anasema i'lamu rahimakumullah. Imam Suyuti rahimahullah anasema jueni, Allah akupeni rehema zake, anna man ankara kauna hadithi nabii sallallahu alayhi wasallam qawlan kana au fi'lan bi shartihi al-ma'ruf fi al-usul hujja, yule ambaye anapinga jambo la hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, iwe ni kauli, maneno ya Mtume, au kitendo cha Mtume, ambayo hiyo hadithi imeshachukuliwa na imeshatazamwa kwa masharti yake, imeshachungwa na ikajulikana sasa imethibiti kutoka kwa Mtume.
Yeye akapinga kwamba hadithi hii si hoja, yani tusitumie hadithi kama ni hoja. Akapinga jambo la kwamba hadithi ni hoja, yeye akalipinga, akasema hadithi si hoja. Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala anasema huyu mtu kafara wa kharaja an dairati lislami, huyu kisha kufuru na kisha toka kwenye Uislamu. Wa hushira ma'al yahudi wan nasara, na atafufuliwa pamoja na mayahudi na manasara, au ma'a man shaa Allahu min firaqil kafara, au makundi mengineyo ya makafiri ayapendayo Allah, lakini huyu atafufuliwa kafiri. Kile kitendo cha kusema sunna si hoja tusifuate, wewe ni kafiri. Kwa hiyo huyu bwana ni kafiri, wala msiumize vichwa vyenu, lakini ni muhimu tu kuwatanabahisha watu. Na leo inshallah hii ni sehemu ya kwanza, lakini tutaeleza tena zaidi jambo hili katika sehemu inayokuja. Ndo utaona huyu bwana anasema kwenda kuhiji Maka ni ushirikina. Anasema hakuna mtoto wa nje ya ndoa, hakuna mtoto wa zinaa anasema. Kwa hiyo hata ukimpa mtu ujauzito nje ya ndoa, lakini hakuna mtoto wa zinaa, yani kwa maana yule atakuwa mtoto wako kama kawaida, mtarithiana kama kawaida. Huyu bwana anasema yeye sijui ana swala 3, sijui mambo ya swala 5, uongo. Anasema kuoa mke zaidi ya mmoja sharti yake lazima uwe na yatima, kama huna yatima anasema huo ni uzinifu tu. Yani kiufupi ndo ameukataa ule Uislamu kwa asilimia kubwa, ameshaukataa Uislamu. Hebu subirini nikupeni mifano tu ya kiakili michache tu, alafu inshallah tuishie hapa kwa leo. Mfano, kuna aya hii hapa inasema inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah anatuelezea kwamba mwaka umeundwa na miezi mingapi? Miezi 12. Ndivyo alivyoumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, toke anaanza kuumba mbingu na ardhi. Mwaka mzima una miezi 12. Katika hii miezi 12, minne ni miezi mitukufu. Haya, kwenye Qur'ani miezi mitukufu, tukimuuliza huyu anayesema hataki sunna, anataka Qur'ani tu, atatuambia ni ipi hiyo miezi minne mitukufu? Miezi minne mitukufu tunajua sisi ni Dhulqa'da, Dhulhijja, Rajab, Muharram. Sasa imepatikana wapi kwenye Qur'ani? Iko wapi hii Rajab kwamba Muharram ndo miezi mitukufu? Hii miezi minne mitukufu iko wapi kwenye Qur'ani? Ikiwa mtu anasema mimi nataka Qur'ani tu. Nakupa mfano mwingine. Katika Qur'ani kuna aya hii hapa inasema qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjid alharam. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni wakati alipokuwa akiswali alikuwa akielekea Baitul Maqdis. Ikaja ikashuka aya hii, Allah anasema tumeshaona una hamu, unaelekeza uso wako juu, una hamu ya kwamba ushuke wahi ukuelekeze sehemu ambayo wewe unaipenda, ambapo mtume alikuwa anatamani aamrishwe aelekee wapi? Aelekee Al-Kaaba wakati akiswali. Sasa Allah anasema kuanzia sasa elekea huko, ikatoka amri. Sasa ufahamu kwamba mtume kabla ya hapa anapewa amri hii aelekee wapi? Al-Kaaba akiwa anaswali. Mwanzoni alikuwa anaelekea Baitul Maqdis. Baitul Maqdis alikuwa anaelekea kwa amri ya nani? Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe alikuwa anatamani aelekee Al-Kaaba, lakini hawezi kuelekea kwa sababu kuna amri inamuelekeza aelekee wapi? Baitul Maqdis. Hii amri ya kwamba aelekee Baitul Maqdis alikuwa akifanyia kazi yeye na maswahaba zake. Kwenye Qur'ani hii amri, huu wahi huu haupo kwenye Qur'ani wa kwamba ukiswali elekea Baitul Maqdis, haupo. Hukuti, unakuja kukuta hii aya tu ya kwamba aelekee wapi? Al-Kaaba. Lakini ile ya kwamba aelekee Baitul Maqdis haipo, na alielekea alifanyia kazi wa wahi. Kwa maana mtume mwenyewe na masahaba walishafanyia kazi wahi ambao haupo kwenye Qur'ani. Kuna aya nyingine hii hapa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mkizozana kwenye jambo hilo lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Lirejesheni kwa Allah na mtume. Sasa aya hii si kwamba inafanya kazi wakati ule tu mtume yuko hai, mpaka leo, na ndivyo Qur'ani inavyofanya kazi. Na hata wao wanaojidai kwamba tufuate Qur'ani tu wanakubali hilo. Swali, hivi sasa hivi mtume hayupo, lakini aya bado ipo inatuambia tu tukizozana kwenye jambo tulirudishe kwa Allah na mtume wake. Haya, kwa Allah tutalirejesha kwenye Qur'ani, kwa mtume wake tutalirejesha wapi? Mtume ndo hayupo, ameshakufa. Na hapa Allah kataja mambo mawili, maana hawezi kutuambia ndo yote hayo ni Qur'an tu. La, Allah ametaja mambo mawili, tulirejeshe kwa Allah na mtume.
Kwa mtume tunarejesha vipi jambo na mtume sasa hivi hayupo, ameshakufa? Wallahi kuna mifano mingi sana katika hili na kuna ufafanuzi mkubwa sana, na ni kituko kwa kweli kusema kwamba tufuate Qur'ani tu, sunna tuiache. Na huyu bwana mimi ninavyohisi kuna watu wamemtuma ili afanye hivi. Sidhani kama akili ya mwanadamu wa kawaida inaruhusu hili. Mara nyingi watu kama hawa wanakuwa wamepandikizwa ili kuvuruga watu. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye kishaukataa Uislamu, anaanza kuleta vurugu. Lakini ndugu zangu, nimezungumza hapa leo kwa ufupi. Insha Allah taala nitakuja kueleza upana wa hili kitaratibu, kwa upole, katika darsa ijayo, katika sehemu ijayo insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wapendwa Waislamu, napenda niwajulishe hasa wale wapenzi wetu wanaotufuatilia na ambao wako tayari kutuunga mkono kwa hali na mali. Maelfu ya watazamaji wanaotufuatilia ni wapenzi wetu, wale ambao wanatuunga mkono, ingawa wako wachache ambao wanatupinga, na ndo wale ambao tunawaona idadi yao ni ndogo sana, wanakuja kwenye comments na kutoa maneno machafu. Sasa hapa leo nazungumza na wale wapenzi wetu, wale ambao wanatufuatilia, ambao wako maelfu ya watu katika pande mbalimbali duniani. Taarifa ambayo nakuleteni ni kwamba tuendelee kuungana kwa pamoja ili kuendeleza hizi harakati zetu za kufundisha kheri na kuielimisha jamii, kuizindua na kuwafungua vichwa wale ambao wana ufahamu mbaya. Lakini ndani ya hili kunahitajika gharama, na kwa hivyo ombi letu ni kwamba tushikamane kwa hali na mali. Hivi sasa tumepata changamoto katika channel yetu na tumeshafungua channel nyingine, kwa hiyo tunazo channel mbili. Sasa tumepata changamoto tulionayo ni kwamba hatuna studio, bali hatuna pia vifaa vya kutosha kwa ajili ya kuendeleza harakati zetu hizi. Kwa hiyo tunaomba unapoipata habari hii tu basi usichukue muda, isipokuwa utuchangie kile ulicho nacho. Ikiwa una vifaa unaweza kutuwasilishia kama vile laptop, kamera na vinginevyo, basi unaweza kutuwasilishia katika vifaa vya studio. Lakini kama huna uwezo huo, basi changia chochote ulicho nacho, hata kama ni shilingi 500 ya Kitanzania. Changia na inshallah itatufika, tutaitumia kwenye lile ambalo tumelieleza. Kwa hakika tuna hitaji kubwa sana na tunaweza tukayumba kabisa ikiwa tutakosa vifaa kwa kipindi hiki, kwa sababu vifaa tulivyo navyo ni duni na vimeanza kuleta ikhtilafu pia. Tunatarajia mtalipokea hili na mtatuma hivi sasa sadaka zenu katika namba zetu, na hatutarajii lichukue muda mkubwa kwamba labda siku 5 kutoka leo. Tunatarajia inshallah ndani ya siku hizi tulizo nazo. Lakini pia tuna lalamiko kwenye hili. Tunasikitishwa sana na pale tunapotoa taarifa kama hii, kwa sababu tulishatoa hapo nyuma, bali tulifika wakati tukasitisha kabisa darsa kwa sababu ya kukwama na vifaa vilileta ikhtilafu. Sasa tunapotoa tangazo kama hili, masikitiko yetu ni kwamba wale wapenzi wetu hawajali, yani hawaonyeshi mshikamano. Kila mmoja anamtegea mwenzake, kila mmoja kwamba mwenzangu atachangia, kila mmoja anasema mwenzangu atachangia. Kwa mwisho wa siku hakuna anayechangia hata mmoja, kwa sababu kila mmoja kamtegea mwenzake. Na kwa hivyo kila anayepata taarifa hii basi awasilishe mchango wake kwenye nambari zetu hizo, au wasiliane nasi moja kwa moja inshallah, kama ana vifaa vyenyewe atuletee. Shukran sana wa jazakumullahu khaira.